هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلق الله البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الفاخر المنصور المؤيد المحمود الأحمد حبيبي إله رب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. Wapenzi ndugu zangu, mashekhe, wazee wangu, vijana, watoto wote waliofika katika hafla hii tukufu, assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunatanguliza hongera na pongezi kwa imamu wa zama zetu al-Imam al-Hujjatul Muntadhar al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif, kwa munasaba huu adhim, tunapokumbuka tukio kubwa kwa kutokea katika maisha yetu binadamu, tukio la kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Tunatanguliza pongezi zetu kwake yeye na kwa maraji al-idham na maulamai wetu wote mashariki mwa ardhi na magharibi mwake na waumini wote katika dunia nzima katika munasaba huu muhimu, tukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atumiminie baraka zake na tawfikati zake na rahma zake katika siku hii tunapokumbuka, ambaye kwamba hakuwa illa ni rahmatan lilalamin. Na kwa munasaba huo tunamwomba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala vile vile atuletee ushindi na nasr katika umma wetu huu, na afanye wepesi kutoka kwa imamu wa zama zetu, ili kwamba aitawale dunia na aitawalishe amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuondoa upepari, udhalimu, ufisadi na uharibifu ambao kwamba umeenezwa na mapepari na madhalim mazayuni katika ulimwengu huu. Tumwomba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kwa munasaba huu atujalie sisi kuwa katika miongoni mwa wale ambao kwamba watasimama kumtetea kiongozi wa haq, imamu wa haq katika zama zetu hizi, na inshallah Ta'ala turuzikiwe sote shahada baina ya mikono yake. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ametukumbusha neema ya kutumilizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi aliposema azza man qail a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Aya hii ambayo ni aya ya 164 katika surati Ali Imran inatutajia neema kubwa ya kuletewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Na kwa mukhtasar inatuelezea hali gani watu walikuwemo kabla ya kutumilizwa mtume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha kwamba kwa hakika ilikuwa ni neema kubwa kuwaleteni mjumbe kutoka katika miongoni mwenu, kutoka katika jinsi ya kibinadamu, kutoka katika kizazi kinachotambulika na kinachoeleweka, ili kwamba awatakase, awasomeshe, awalee
awafunze kitabu na wafunze hikma, baada ya kuwa nyinyi mulikuwa katika upotofu ulo wazi, fi dhalalil mubin. Imam Amirul Mu'minin salawatullahi wasalamu alayhi anaposifu kipindi kilichotangulia kutumwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi, anasema arsalahu ala hini fatratin min ar-rusul wa tuli haj'atin min al-umam wa i'tizamin min al-fitan wa intisharin min al-umur wa taladhin min al-hurub wa dunya kasifatin nur ala hini dhahiratul ghurur ala hini sifrarin min waraqiha wa yasin min thamariha. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma mtume wake baada ya kipindi kirefu cha kutokuwepo na mtume na mjumbe kutoka Mwenyezi Mungu, ala hin fatratin min ar-rusul. Kama tunavyojua katika tarikhi, tunaambiwa baina ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi na Nabii Isa alayhi salam, moja katika rusul, ni zaidi ya miaka 500. Katika hiki kipindi hakuwepo na mitume wengine, kulitanda giza na ujahilia ukenea, mawimbi ya upotofu yakawa mengi, watu wakawa wanatembea katika giza lilokamilika. Ala hini fatrati min ar-rusul wa tul haj'atin min al-umam, ni kama umma zilizopita zilikuwa katika usingizi, zimelala na kughafilika, na fitna zikawa zimekithiri, zimefungana, hakuna amani, hakuna wema, hakuna kheri katika jamii ya kibinadamu. Mambo yakawa yametapakana kuenea na kukosekana ramani na mwelekeo katika jamii ya kibinadamu. Ikawa kinachotawala ulimwengu mzima ni vita, mapigano yasiokuwa na msingi na sababu. Kitu chochote kile kingeleta vita, kheri zikapotea, hakuna mazao, miti ikawa inakauka na matunda yakawa hayapo. Ulimwengu ulikuwa unaishi katika hali hiyo, hakuna wema, hakuna ustaarabu, ni dhuluma zilizoenea. Kanuni za mwituni ndizo ambazo kwamba zilikuwa zifanya kazi. Mnyonge hakuwa na haki, wanawake hawakuwa wakizingatiwa kama binadamu. Katika jazira la Arabu, watoto wa kike wakizikwa hai, hakuna anayejali jirani, na hata katika maisha yao wakila uchafu, wakiishi bila ustaarabu wa aina yote. Ukisoma tarikhi ya hijra ya Habasha, Jaafar bin Abi Talib aliposimama katika mahkama ya Najashi, anakupa mukhtasari na maelezo ya namna hali ambavyo kwamba ilivyokuwa kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Ulimwengu kwa mukhtasar ulikuwa unaishi katika upotofu, ulikuwa unaishi katika ujahilia, ulikuwa giza limetanda kote kote. Hali hii huenda tu siweze kuielewa kama tutaitasawar kama ni hali iliyopita, lakini tunaweza kuifahamu vizuri ikiwa tunaweza kujiweka, ikiwa tunaweza kuweka darubini vizuri katika maisha yetu hii ya leo, tukaangalia watu wanavyoishi. Licha ya kuwepo na maendeleo katika mustawa wa kimada, majengo kuwa ni makubwa mazuri, lakini binadamu
tabia zake ziko vipi, anajiendesha namna gani katika karne ambayo kwamba tunasema kwamba tumeendelea, ni modern era. Binadamu ana haki gani? Ukiangalia yaliyotokea Gaza na yanayoendelea ulimwenguni kote sasa, ukiangalia tabia na mwelekeo ya nchi zinazojiita kwamba nchi za ni superpower kama vile Marekani na viongozi wake, namna wanavyovuruga ulimwengu na namna wanavyoyumbisha ulimwengu na kufanya ulimwengu uishi katika heka ya vita na kutokuwa na amani. Hali hii inaweza kusaidia kuelewa kwamba ni hali iliyokuweko katika siku hizo zilizotangulia, kwa sura tofauti, kwa zana tofauti, lakini kulikuwa ndivyo hivyo ilivyo. Hakuna amani, hakuna utulivu, hakuna mwenye haki, mnyonge hana kauli yoyote ile. Hivyo ndivyo ilivyokuwa mpaka ikachomoza nuru, ukatoka mwangaza ya uongofu kwa kuletwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika huu ulimwengu. Hii ni baada ya miaka 40 tokea palipotokea tukio la jaribio la kuvunja Kaaba kwa majeshi ya ndovu, jaribio ambalo kwamba lilikosa kufaulu kwa kudra za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huo mwaka ukaitwa ni Amul Fil. Tokea mwaka wa Amul Fil ambao kwamba alizaliwa Mtume mpaka kipindi hicho cha yeye kutangazwa rasmi kama mjumbe wa Mwenyezi Mungu ni miaka 40. Yani Mtume ametumwa akiwa katika mwaka wa 40. Haina maana ya kwamba kabla ya hapo hakuwa ni mtume. Tunachokisema ni kwamba ni siku ya yeye kupatiwa ujumbe rasmi na kuamrishwa kubeba hii amana na kufikisha risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa watu. Kipindi hicho Mtume sallallahu alayhi wa alihi alikuwa kila mara akichukua muda wake fulani katika kila mwaka kufanya ibada na kuishi katika hali ya upweke na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa katika ghar Hira, katika pango la Hira, Jabal Nur, kilomita kadhaa kutoka mji wa Makkah. Na wanasema kwamba ukiingia katika ghar Hira, katika pango hilo, waweza kuona directly kwa Kaaba. Liko juu sana. Kuna kipindi watu walikuwa wakienda katika haji walikuwa wakijaribu kuipanda hiyo sehemu, jabali liko juu na hiyo ghari iko pale na imehifadhika. Mtume alikuwa akienda pale na akitumia muda mwingi kufanya ibada, na alikuwa haumuoni isipokuwa Khadija alayha salam na Imamu Ali alayhi salam, na kipindi kingine alikuwa akisuhubiana na Imamu Ali katika pango hilo, akikaa humo mwezi akifanya ibada, kisha akirudi Makkah. Mtume kabla ya kutumilizwa, kama zinavyosifia riwayati za Ahlul Bait alayhim salam, Mwenyezi Mungu alikuwa amemtayarisha, alikuwa amemwandaa kwa kumpa malezi kupitia kwa malaika mkubwa katika miongoni mwa malaika. Akawa anamfunza na kumlea na kumpamba na tabia ambazo kwamba ni njema. Akamtayarisha, na kabla ya kushukiwa na wahi na kumwona ayani malaika wa wahi Jibril alayhi salam, Mtume alikuwa akisikia sauti. Alikuwa akisikia sauti ya kumwamkua kama mtume
kama mjumbe na kumpa bishara. Ilikuwa si jambo ambalo kwamba limefichika kwa watu wa karibu na Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Maanake toka utotoni mwake kulikuwa na alamat na isharat nyingi za kuwa nafasi yake ni nafasi ya kipekee. Babu yake Abdul Muttalib alikuwa akimpa nafasi ya kipekee katika miongoni mwa watu, akikaa naye pembeni mwa Kaaba na akimpa heshima kana kwamba anamwarifisha kwa watu nafasi yake. Na vile vile walokuja baada yake, Abu Talib ridwanullahi ta'ala alayhi akisuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi katika safari yake ya biashara ya kwenda Syria. Njiani akapambana na moja katika makasisi au katika rahbaniyan wa Kiyahudi, akaona wingu linamfinika Mtume sallallahu alayhi wa alihi, akaulizia ni nani huyu kijana, akataka kumjua na akatambua alamat za utume wake, na kamunasihi Abu Talib amregeshe asija kadhurika na watu ambao kwamba wangemhusudu watakapojua alamati hizo. Kwa hivyo walikuwa wanajua watu wa karibu ni nini alichokibeba Muhammad, na mengineyo ambayo kwamba nafasi haitusaidii kutaja. Kwa hivyo hawakushtuka alipokuja na ujumbe huu wa utume. Watu wa karibu yake walikuwa wanatambua, na tabia zake hazikuathirika na mazingira aliyoishi ndani yake, bali alitamayaz, alitambulika na kujulikana kwa wema wa tabia. Akawa anaitwa as-sadiqul amin, mkweli mwaminifu. Katika mujtama ambao kwamba ulikuwa haujui khulq al-hasan nini, tabia njema ni kitu gani, ukweli ni kitu gani, kuchunga amana ni kitu gani, Mtume alijulikana kwa sifa hizi. Akawa ni mwanga, akawa ni mwenye kutegemewa baina ya jamii katika wa hili swala. Kwa hivyo alipojiwa katika ghar Hira na malaika wa wahi Jibril alayhi salam, na wanasema katika riwayat hiyo ndio nafasi ya kwanza Mtume kumuona Jibril ayani, yani katika umbile lake halisi alioumbwa nalo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umbile la kutisha. Manake ilikuwa ataonekana kwa Mtume kwa pembezoni zote, kila atakapokeuga atakuwa anamuona kwa ukubwa aliokuwa nao Jibril alayhi salam. Wanadai baadhi ya watu kwamba Jibril alimwamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi katika kipindi hicho, iqra. Mtume akasema ma ana biqari, kwamba akamsuka na kamtingiza hata ikawa kana kwamba roho yake itatoka. Kwa nini asisome? Mara ya tatu ndipo akamwambia iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Riwaya kama hizi madrasa ya Ahlul Bait alayhim salam haikubaliani nazo, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa karam yake, kwa lutfi ya Mwenyezi Mungu na rahma zake, alikuwa amemwandaa Mtume tayari kukuwa mwenye kupokea wahi. Kwa hivyo mshtuko wake haukui kwa kiwango cha kushangazwa na kubabaika, kama vile ambavyo kwamba wanavyotaja tena katika baadhi ya hizo riwayati kwamba alihangaika sana Mtume akawa anashindwa afanye nini. Wengine wakataja kwamba alitaka kujirusha kutoka katika mlima ahangamie, kwamba akababaika sana, akatoka hapo ajui lipi lilomfika, akaenda kwa mke wake Khadija akampeleka kwa amyake au kwa mjomba wake Waraka bin Naufal, ndiye akamthibitishia kwamba huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hizi zote ni riwayat ambazo kwamba madrasa ya Ahlul Bait alayhim salam haikubaliani nazo. Mtume aliandaliwa vizuri na alikuwa anajijua vizuri,
na kwa hivyo alipoletewa wahi alikuwa na tumanina na utulivu na amani katika nafsi yake, akiupokea wahi kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akimpokea Jibril alayhi salam kwa bishara hiyo. Na ndio maana tunaambiwa kwamba alipotoka mtume katika Ghar Hira, aliwaelekea watu wa nyumba yake akiwa na tabasamu, akiwa na bishara njema, akiwaletea ujumbe ambao kwamba yeye mwenyewe ameupokea na kuamini na kujua kwamba unatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuwa ni mwenye kuchanganyikiwa ama kufikiria kwamba labda amefumaniwa na shetani, na shetani ndiye ambaye kwamba anamshawishi. La, alikuwa katika yaqeen ya kujua kwamba huu ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na umeletwa kwake kwa haki, na ni ujumbe wa ukweli, na akausadikisha, na ndio maana akaweza kuufikisha kwa watu wake akiwa na yaqeen na matumaini na utulivu mkubwa. Na tunaambiwa kwamba alipofika nyumbani kwake, wa kwanza ambaye kwamba ni mwenye kumpokea na kuamini kwake hakutanguliwa na yoyote isipokuwa Khadija salamullahi ta'ala alaiha, ni Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Naye Imam akawa ni mwenye kupokea ujumbe wake na kusadiki na kuamini na kuanza kufuata maagizo na amri zake Mtume sallallahu alaihi wa alihi pamoja na Khadija. Na ndiye ambaye kwamba anasema hakuwepo katika ardhi nyumba iliyompwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusimamisha swala katika hicho kipindi ila nyumba yake Mtume, akiwa yeye Imamu Ali alayhi salam ni mmoja katika wale waliokuwa katika hiyo nyumba, na Bi Khadija salamullahi ta'ala alayha. Kwa mukhtasar, hili ndio tukio la kutumilizwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi katika siku ya 27 mwezi wa Rajab, siku ambayo kwamba baadhi ya watu wanadai kwamba ni siku ya Isra na Mi'raj. Na Isra na Mi'raj ni tukio la haki, ni tukio kubwa, ni muujiza katika miongoni mwa miujiza mikubwa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Safari yake kutoka Makka kuelekea Baitul Maqdis, Masjid al-Aqsa, Jerusalem, na kisha kuelekea katika mbingu 7 na kufika mbingu ya 7, ni safari ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amethibitisha katika Qur'an al-Karim. Lakini madrasa ya Ahlul Bait alayhim salam inakataa fikra ya kwamba tukio hili lilitokea katika siku ya 27 mwezi wa Rajab, wala halikuambatana na kutumilizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi, bali ni tukio ambalo kwamba lilifanyika miaka kadhaa, baada ya miaka 2-3 baada ya kutumilizwa Mtume. Halikuwa ni tukio la kwanza katika maisha yake ya Mtume. Tukio la kwanza bila shaka ni tukio la kutumilizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi, tukio la bi'tha, na matukio mengine yakawa yanafuatia. Sasa Isra na Mi'raj ilitokea ndio, lakini ilitokea wakati gani? Haikutokea katika mwezi wa Rajab, bali muhaqiquna katika miongoni mwa ulamai wetu wa tarikh wanasema tukio la Isra na Mi'raj litokea katika mwezi wa Rajab, katika Lailatul Qadr ala al-arjah, 23 ya mwezi wa Ramadhan, miaka 3 baada ya kutumilizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Na ilikariri katika miezi mingine, katika miaka mingine, kwa sababu Mtume alikuwa na Isra na Mi'raj nyingi, haikuwa ni safari moja, bali aliweza kupeleka katika hii safari mara nyingi. Hiyo ni hadithi ya siku nyingine. Lakini leo tunasimama kulisherekea tukio hili kubwa ambalo kwa maulamai wetu kama vile al-Imam Ruhullah al-Khomeini qaddasallahu nafsahu zakia, katika kuisifu anasema hakuna tukio kubwa zaidi katika maisha ya kibinadamu bali katika maisha ya Mtume. Hakuna tukio kubwa zaidi kama tukio la kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi, yani bi'tha, kuja kwa hii nuru, kwa huu mwanga katika huu ulimwengu, ndio tukio kubwa zaidi katika matukio yote ya kibinadamu. Na ukitazama risala hii ilibeba nini?
Mtume alileta kitu gani? Alifungamanisha maisha yetu na nini? Alitimiza nini? Utafahamu kwamba ni kweli maneno haya ndio tukio kubwa, ni adhamu wa akhtar hadithatin fi tarikh albashariya. Kwanza tukifahamu haja ya kutumilizwa mitume, ya kuletwa mitume, kisha tufahamu alipokuja mtume alifanya kazi gani, nini athari za ujumbe wake, ahdaf ambazo kwamba alisifikia, malengo ambayo kwamba alihakikisha kwa kuleta hii risala ni yapi. Tufahamu kwa hili tukio si la kawaida. Sisi katika huu ulimwengu, hadaf, lengo la kuwepo kwetu ni tuwe watumishi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni tuwe wenye kutembea kwa amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lengo letu la kuishi, lengo letu la kuwepo haliwezi kamilika kama hakukuwepo na mafungamano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Saadatul bashariya, kuwepo na amani, kuwepo na uzuri, kuwa utaweza kufeel kwamba umefikia lengo la kuwepo wewe, kutambua hasa maana halisi ya kuwepo kwako, ni kwa kufungamanisha mambo yako yote na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ametuambia, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Furaha, saada, wema, kheri inapatikana kwa kufungamana na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kufikia hili, kufikia hii hadaf, kufikia lengo hili na kupata natija ya maisha yetu, kufikia natija halisi ya maisha yetu, na kuwa tumepata wema wa kutuliza nyoyo zetu, kitu ambacho tunakitafuta katika kila jambo. Kila mmoja anatafuta happiness, amani, uzuri. Ndio lengo ambalo kwamba tunalifanyia, tunafanya kazi, tunafanya bidii kila siku tupate saada. Lakini saada alhaqiqiyya, wema ambao kwamba ni wa hakika na halisi, hawezi kupatikana ila katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hivi ndivyo tajaribu zinavyothibitisha, hivi ndivyo experiences zetu katika maisha yetu yanathibitisha. Hii saada haiwezi kupatikana, wema huu, uzuri huu, kufaulu huku hakuwezi kupatikana ila kwa maarifa, ila kwa kuwa na ufahamu mzuri wa mambo yanayotuzunguka, kujijua vizuri, kuwa na maarifa halisi kuhusiana na haja zetu na suluhu ya matatizo yetu, kujua njia ambayo kwamba tunaweza kujipeleka ili kwamba maisha yetu yawe yenye kukamilika na yapate perfection, yapate ukamilifu. Maarifa ni hakikia. Bila ya maarifa, bila ya ilmu, mwanadamu atakuwa anatembea katika giza, atakosa nuru, na kwa hivyo atazunguka katika giza ambalo kwamba mwisho wake ni madhara makubwa ambayo kwamba anayapata, kama vile ambavyo kwamba umma ulivyokuwa kabla ya kutumilizwa mitume. Maarifa inapatikana imma kwa elimu ya kimada, kwa hisi, through the senses, kwa tajarib, kwa experiments ambazo kwamba zinafanyika katika maabara na kwingineko, na hii inafikia tu kiwango cha kimada, material level. Maarifa, source nyingine ya maarifa ni akili, na akili kwa imepewa uwezo wa kutambua baadhi ya mambo na kuunganisha baina haya mambo na kujenga kanuni ambazo kama zikiujumla, kubuni sheria kutokana na
kulinganisha baadhi ya mambo na kuyapambanua baina yao. Kanuni za kiakili hizi zinaendelea kuvumbuliwa kwa kadri anapojiingiza mtu katika mambo tofauti tofauti, anapoona na anapo experience, anapolahidh mabadiliko fulani, anachukua uamuzi wa haya mambo vile yalivyo, anahukumu. Lakini hisia na akili vyote vina upungufu, havina ukamilifu, na ndio maana sheria ambazo kwamba zimetegemea hisi peke yake, zimetegemea hisia ya kibinadamu na tajriba ambazo kwamba zinapatikana, na zinategemea uwezo wa akili wa kujua baadhi ya ahkam na kubuni baadhi ya fikra, sheria hizi daima haziwi zenye kukamilika. Na ndio maana tunaona kwamba sheria ambazo kwamba zimetungwa na binadamu at the best bado zinakuwa na madhara kwa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ana upungufu, akibaki kwa akili yake na kwa hisia yake ya kujua hali halisi yake na haja zake za hakika na madhara ambayo kwamba anaweza kuyapata katika baadhi ya mambo, akibaki tu yeye na akili yake peke yake. Hakuna duniani kwa hivyo leo desturi ambayo kwamba inaweza kudai ukamilifu na kuwa inaweza kumkidhia mwanadamu haja zake zote. Na ndio maana tunaona hakuna maana ambapo kwamba watu hawana malalamiko na manunguniko kuhusiana na desturi ambazo kwamba zipo na uadilifu kukosekana. Hakuna mahala ambapo kwamba binadamu amejengezea sheria kama ile ambapo kwamba kuna nataij kamili. Itaangalia upande mmoja, itasawa na upande mwingine. Utaona nchi zilizoendelea kimanda, namna ambapo kwamba watu wanavyoishi katika hali ya dhiki katika nafsi zao na kutokupatikana amani katika nafsi zao, pamoja na kuwa wamezungukwa na vitu vyote vya kimada: uharibifu, ufisadi, uchafu, mahangaiko ya kinafsi, mental health issues kama zile ziko katika nchi zilizoendelea. Nenda katika hizo njia ambapo kunadaiwa kwamba binadamu amepiga hatua katika maendeleo, uone ni balaa gani wanaishi ndani yake, utu wao uko vipi, wanajiona kuna faragha katika maisha yao. Crime imetapaka kila mahali. Nenda Amerika, nenda Uingereza, nenda Western countries, na kwamba kuna daiwa kwamba kuna civilization na nini. Angalia binadamu anavyoishi. Kama binadamu angeweza kutengeza sheria ya kuweza kumuangalia na kumhukumu vizuri, tungeona mfano mzuri sana wa namna watu wanavyoishi katika raha na amani, wakiishi kama peponi katika hizo nchi ambazo zinadaiwa kwamba kuendelea. Lakini katika baadhi ya takarir Marekani kama New York, kukipotea stima kwa muda wa masekundi tu, utaona visa vitavoripotiwa vya ubakaji within few seconds. Haya ni maendeleo ya aina gani? Hii ni civilization ya aina gani? Leo hizi nchi ambazo kwamba zinadai kwamba zinajua kanuni za ubinadamu, human rights na nini, angalia human rights kwao ziko wapi? Wapi zinafanya kazi? Na kumetengezwa mashirika makubwa kama United Nations, na watu wanapokea mishahara mikubwa na vifaa vikubwa. Wapi sheria za kuchunga haki za binadamu? Tumeona tunaishi katika janga la Gaza. Kitu cha kushangaza, baada ya zaidi ya 80,000 ya watu wa Gaza kuuliwa na maisha yao kuharibiwa na kila kitu chao kuangamizwa, hatukusikia bwana mkubwa huyu ambaye kwamba amejitoa kama ndio mwenye kuhukumu dunia akinena chochote.
Ukizungumza haki za kibinadamu ziko wapi hapa? Lakini kwa kutengeza fujo Iran, kununua baadhi ya watu, kwanza kuleta uharibifu, kuua watu, kuchoma misikiti mahala pa ibada, kuvamia majengo ya kitaifa na kadhalika, anatokea mtu akisema kwamba anatishia vita kwa sababu yeye anawajali sana hawa waandamanaji katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na lau wakiendelea hivyo yeye atachukua hatua ya vita. Huku hawa wa Iran wanakuwa ni muhimu sana kwake, wana haki zaidi za kibinadamu kuliko hata kwake nyumbani huko Amerika na kuliko kwingine Gaza na kadhalika. Taban, kwa watu wenye akili wanajua kwamba hizi ni propaganda ambazo kwamba hata zimepitwa na wakati. Mtoto yote au mtu yote hata mdogo, niona baadhi ya watoto wachanga sana wakiangalia baadhi ya vitu wanacheka. Yani umepita wakati wa kudanganya watu. Kila mmoja anaweza kufahamu nini unachokitafuta wewe. Sasa ulimwengu umepiga hatua sasa kuelewa kwamba hizi ni mbinu za kutaka kuuvamizi, ni mbinu za kutaka kuhangamia, ni mbinu za kutaka kugandamiza watu na kwamba kusikiza na kadhalika. Sheria gani iliyoruhusu kwamba nchi fulani katika mataifa ya dunia ivamie nchi nyingine, mchukue president wa hiyo nchi mateka? Wapi international laws? Wapi zinafanya kazi pande gani? Nani mwenye hizo? Tunachoishi nacho ni kanuni al-ghaba, ni sheria za msituni. Msituni hakuna sheria, ni mwenye nguvu mpishe. Ni simba akiweza kuvamia achukue. Kisha hao ndio wanaodai kwamba tunasimamia sheria za haki za binadamu na kadhalika. Alimuhimu sote tuweza kushuhudia upungufu wa mwanadamu akibaki yeye kama yeye, vyovyote vile atakavyokuwa, vyovyote vile atakavyoendelea, na researches atakazozifanya. Watu watapata ma PhDs na doctorates na research zinazofanyika na nini, hawezi kubuni mwanadamu perfect law ya kuweza kuangalia haja zake zote. Hili ni jambo la wazi, na ndio maana upande wa wale wanaosimama katika njia ya kuwasiliana na muumbaji wanaamini ya kwamba lazima kuwepo na kiunganisho, lazima kuwepo na source nyingine ya kumpa mwanadamu kile kilichopungua. Na ndio kwa hivyo sources za maarifa haziishilii kwa hisia, kwa senses na experiments, haziishilii kwa fikra na akili, bali lazima kuwepo na wahi, lazima kuwepo na ujumbe unaotoka kwa mwenye kutengeza, mwenye kuumba, ambaye kwamba anajua siri na haja za kila binadamu na kila kiumbe. Ndio haja kuwepo na mitume, haja kuunganisha maisha ya binadamu na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an tariqi alwahi, kupitia kwa njia ya wahi. Na ndio maana kukawa lazima kutumilizwe mitume, lazima kuletwe mitume wakamilishe maisha ya binadamu, wajaze nafasi ambayo kwamba haiwezi kujazwa na fikra za kibinadamu na uwezo wa mtu ambaye kwamba umepungua. Anasema Amirul Mu'minin salawatullahi wasalamu alayhi kuhusiana na hili swala, fab'atha ilayhim rusula wa watara ilayhim anbiya'a liyastaduhum mithaqa fitrati wa yudhakkiruhum mansiya ni'matihi wa yahtajju alayhim bitabligh wa yuthiru lahum dafa'in al-uqul wa yurawihim ayati al-maqdira. Kazi hii ya mitume ilikuwa ni nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuma mitume? Ili kwamba
waweze kuwawezesha wanadamu kufikia kile kilichotengezwa katika fitra yao, to realize their real potential. Kanuni ambazo kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amezijalia katika fitra yao na maumbile yao uweze kusifikia kwa uzuri. Na hii ndio mithaq ya kuwa karibu na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, na wenye kumwabudu Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, wenye kumwahidi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, wenye kutembea katika hii njia. Ndio mithaq, ndio makubaliano, ndio maagano, ndio agano liloko baina yetu na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, ili kwamba uweze kumwezesha mwanadamu kufikia hilo. Wamkumbushe mwanadamu neema za Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, na zinatakana zitumike vipi, sifanye kazi ya aina gani, namna watakavyozitumia katika maisha yao kuboresha hali yao na kadhalika. Wayahtaju alaihim bitabligh, na ili kwamba itimie hujja ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala kukufikishia ujumbe. Na kisha akasema wayuthiru lahum dafaila al-uqul, ni kuamsha akili. Utaona kwamba hawakuja kupanda kitu kilichotoka nje ya binadamu, bali ni kuamsha akili zilizolala ili ziweze kutembea katika kujiboresha katika hati ya ukamilifu. Dafailul uqul, kuna mambo mengi ambayo kwamba yametengezwa na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, tumewekewa sisi. Kazi ya mitume ni kutufungulia na kuwezesha hizi akili kuweza kutembea katika hii njia kwa uzuri, na mwanadamu ndipo anaweza kwenda katika hati ya ukamilifu, na ndipo anaweza kufikia real potential. Yeye ni nani mwanadamu? Kwa sababu mwanadamu anabaki vile alivyo, anabaki ni kitu ambacho kwamba hakina maana, ni kama mada, amefinyika, hawezi kuwa amefunguka, bali anajibakisha katika daira dhayika, katika nafasi iliyofinyika sana. Inabaki haja zake ni za kula na kunywa na kuishi katika haya maisha, na kwa hana lingine. Ni mawjudun madiyun baht, ni kiumbe tu ambacho kama cha kimada. Lakini mwanadamu anapofunguliwa hivi vitu vyote, anafikia ngazi ambazo kwamba ni za juu kabisa. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, hapa inatokea ahsan taqwim. Na ndipo pale tunaambiwa atazum annaka jurumun saghir, unadai kwamba wewe ni kitu kidogo. Wafika kadintawa al-alamul akbar, na ndani yako kumeumbika ulimwengu wote mkubwa na mpana. Mitume wanafungua hizi channel zote, wanaziweka zikiwa wazi kupokea maarifa na kujiinua katika hii daraja na kwa manufaa ya binadamu. Lakini mwanadamu anapokosa kuwasiliana na wahi, anatembea mwendo wa kimada, na kila kitu chake kinakuwa ni cha kimada, na anakuwa katika daira dhayika, na mwisho anakuwa ni mnyama ambaye kwamba ni mwenye kudhuru kila ambacho kwamba kinakuwa karibu naye. Haja kuwepo mitume